Mheshimiwa Ado, jiandae Mheshimiwa Tawida Gallos. Mheshimiwa Spika, napenda kukushukuru kwa kuniona na kunipa fursa hii. Ingawa kwa mujibu wa kanuni za bunge hili hatuna kambi rasmi ya upinzani, lakini nina imani kwamba yale nitayoyasema yataungwa mkono na wabunge wenzangu wote kutoka upande wa walio wachache. La kwanza, napenda kusema kwamba mimi Ado Shaibu Ado ninasimama kuunga mkono hoja ya pendekezo nimesimama kuunga mkono hoja ya pendekezo la uteuzi wa Mheshimiwa Mwigulu Nchemba kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ingawa ni vigumu sana kusema kwa uhakika sifa zote ambazo zitakuwa zimemsukuma Mheshimiwa Rais kutuletea jina la Mheshimiwa Mwigulu Nchemba, lakini ipo sifa moja ambayo mimi nina uhakika nayo na itakuwa ni sehemu ya sifa zilizomsukuma Mheshimiwa Rais. Ni ukweli kwamba Mheshimiwa Mwigulu Nchemba ni mtu mchapakazi. Kwa hiyo kwetu sisi tulio wachache tunapenda kusema bayana kwamba tunakuunga mkono kama ishara ya kukukopesha imani, tukiwa na uhakika kwamba utachapa kazi. Na maeneo ya matarajio yetu ni mengi sana, lakini hatuna muda hapa. La kwanza, tuna imani kwamba Mheshimiwa Mwigulu Nchemba utasimamia vizuri serikali katika usimamizi wa rasilimali za taifa katika kuwaletea wananchi maendeleo. La pili, tuna imani kwamba utasimamia maboresho ya demokrasia nchini Tanzania na kuipatia Tanzania katiba mpya, hasa ikizingatiwa ukweli kwamba tasnia ya siasa na vyama vya siasa kwa ujumla wake vipo chini ya ofisi ya waziri mkuu. Na la tatu, ni imani yetu kwamba utaongoza mapambano ya kushughulikia changamoto za kiuchumi na za kijamii zinazowakabili wa Tanzania. Hautokuwa waziri mkuu wa ofisini muda wote, utakuwa waziri mkuu wa field kama ilivyokuwa desturi yako tulivyokuzoea. Wenzangu kutoka upande wa walio wachache wameniomba niwasilishe ombi, ingawa limesemwa katika sifa zako kwamba milango yako iwe wazi, utupokee wakati wote, kwa sababu katika bunge hili sisi sote tumekula kiapo kimoja cha kuwa wabunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ili kwa pamoja tusaidie jitihada za kuwaletea wananchi wetu maendeleo. Na la mwisho, kwa wanakandanda, ndugu Nchemba ni mwana Yanga mwenzangu. Lakini ni imani yangu kwamba pendekezo la uteuzi huu litakuwa linaleta faraja sio kwa wana Yanga peke yao, bali kwa wana Simba na kwa Watanzania kwa ujumla. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Tawida, jiandae Mheshimiwa Simba Chawene. Asante Mheshimiwa Spika. Nichukue fursa hii kuunga mkono pendekezo la Mheshimiwa Rais kutuletea waziri mkuu mahali hapa. Mheshimiwa Spika, ni shukuru kwa maono yanayoendelea kwa Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
Mwenyezi Mungu anaendelea kuweka nguvu na maono makubwa ndani yake ya kuweza kuliendesha taifa hili ili liweze kusonga mbele. Maono yake juu ya kiongozi mwenzetu ambaye kenda kupata nafasi ya kuteuliwa kuwa waziri mkuu. Tunashukuru sisi kama wabunge, amekuwa kwetu si waziri tu, bali amekuwa kaka pia. Waheshimiwa wabunge waliotangulia kusimama waliweza kusema mengi juu yake. Wamesema ni mtu ambaye anafikika, lakini kwa wale wabunge wenzetu ambao mmeingia, sio kufikika tu. Yeye amekuwa kaka, amekuwa ni mwepesi kwa kila mbunge aliyekuwemo humu ndani. Mheshimiwa Spika, ana sifa nyingi ambazo zimeweza kuelezewa, lakini kwetu sisi kwa umri wetu, lile la kuona tunapata heshima ya kipekee pale tunapomfikia kuweza kutatua matatizo yetu. Tumpongeze kwa mambo makubwa aliyofanya ya kitaifa, lakini tumeona namna mfumo wa bajeti ulivyokuwa ukienda ndani ya taifa letu, pale tunapompa mawazo yetu kuangalia wanyonge, kwenda kugusa matatizo ya watu wanyonge, alikuwa mwepesi kuweza kuyatatua. Imani yetu bado kwake ni kubwa. Tunaamini kwamba bado tuko na yeye na bado mwelekeo wake utaendelea kuwa kama alivyo na hatuweza kubadilika. Mheshimiwa Spika, kwa kuwa tumeambiwa tuseme na wengi tumeshasema maneno mengi, tunampongeza, lakini pia tunaunga mkono kwa mambo ambayo ameweza kuyafanya ndani ya taifa hili. Waliopata nafasi wameweza kuelezea tangu ndani ya chama chetu cha Chama cha Mapinduzi ameweza kufanya mambo makubwa, lakini ndani ya wizara kwa muda wa vipindi 4 nilivyoweza kukaa ndani ya bunge, ameweza kutumika, ameweza kufanya kazi vizuri kwa unyenyekevu, kwa kujishusha, lakini isitoshe ameweza kufanya kazi hata kwa mbunge mmoja mmoja pale tunapokuwa na shida ndani ya majimbo yetu. Mheshimiwa Spika, kwa nafasi hii ambayo nimeipata kwa niaba ya wenzangu, tuendelee kumpongeza hususan rais wetu kwa maono ambayo Mwenyezi Mungu ameweka ndani yake. Lakini tumpongeze na kumtakia kila laheri katika safari yake hii ambayo anaendelea nayo. Asante sana kwa hayo machache. Asante. Mheshimiwa Simbachawene. Mheshimiwa Spika, kwanza kabisa nichukue nafasi hii kumshukuru sana na kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa ushindi mkubwa aliopata katika uchaguzi wa mwaka 2025. Lakini pili, Mheshimiwa Spika, nimshukuru na kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa kutuletea Waziri Mkuu mteule ndugu Lameck Mwigulu Nchemba, ambaye azimio limesomwa hapa na mwanasheria mkuu wa serikali